Swali liko hivi, khatibu anatoa hutuba siku ya Ijumaa, kisha umeingia ukamkuta anatoa nini? Khatibu katoa salamu, kaketi pale, alafu anakuja nani? Anakuja mwadhini, atoa adhana. Bimaana baada ya adhana hutuba ifanyaje? Ianze. Je, aliyeingia msikitini anafanya nini? Mmenielewa? Mimi na imani waliotoka, naomba simama huko kwenye ngazi usikilize. Ndugu zangu, amri iliyokuja ya kwanza, idha samitumul muadhdhina faqulu mithla ma yaqulu almuadhdhin illa fi hayya alataini, mpaka mwisho wa hadithi. Anapoadhini muadhini mkasikia, semeni kama vile anavyosema. Akisema Allahu akbar, na nyinyi mnasema Allahu akbar, ila sehemu moja katika hayya alataini, anaposema hayya ala salah na anaashiria kwenda kulia kidogo, yani kile kichwa hayya ala salah, hayya ala salah, sio yeye mzima kichwa tu. Hayya ala alfalah, hayya ala alfalah, wewe unasema nini? La hawla wala quwwata illa billah, la hawla wala quwwata illa billah. Hii ni siku za kawaida. Je, siku ya Ijumaa inachukua hukumu hii? La. Siku ya Ijumaa unapoingia, awe ni khatibu yuko kwenye mimbari, awe ni muadhini, wewe chako ni kuswali rakaa mbili tena nyepesi. Ijumaa 2-3 ni swali mahala fulani. Mtu amekuja utazani ana swali dhuhuri. Ya jamaa, tufanyeni mambo kwa elimu. Lakini ngoja nijibu kwanza swali la msingi. Zile unaswali, sio unasubiri eti imamu anaadhini unasubiri akimaliza ndio unaswali. Hiyo sio sahihi. Wewe unatakiwa ukimbilie hutuba. Sio kama mnanielewa. Kwa suala la kuja kusimama mnasubiria, ni siku zingine, sio siku ya Ijumaa. La pili, swala iwe nyepesi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika swala za sunna mara nyingi akisoma alhamdu na qul ya ayyuhal kafirun. Simeelewa? Alhamdu na qul huwallah, fanya fupi. Sasa kuna mwingine naye akisimama, khatibu anaweza kumwambia kaa wewe, utazwani na swala ya dhuhuri, sio sunna. Sio kila mahala swala inaswaliwa ndefu. Kwa hiyo hili ndio jibu langu. Allah kulipa. Barakallahu fiki.